Hii ni Yanga TV, kipindi kinachokuletea matukio mbalimbali ya klabu ya michezo ya Young Africans na wadau wake. Kubwa zaidi wiki hii tutaangazia mkutano mkuu wa klabu ya Yanga uliofanyika Septemba 7 katika ukumbi wa Superdome, Masaki, Dar es Salaam. Huku miongoni mwa watu waliotambulishwa katika mkutano huo mkuu kabla ya kuanza, alikuwa ni kocha wa kikosi cha Wanajangwani, Romain Folz. Wajumbe wa mkutano mkuu, nataka nione bahati yenu siku ya leo. Sisi kama viongozi tumejaribu, tumeshindwa kumfanya huyu mwanadamu atabasamu, kumfanya huyu mwanadamu tuone jino lake. Nataka nione shangwe kubwa, na huenda leo kwa mara ya kwanza tukashuhudia akitabasamu mbele yetu. Naomba sasa nimtambulishe kocha mkuu wa Young Africans, head coach Romain Folz. Tena head coach, watu wanaomba usimame tena. Please, can you stand up again? Wapi? Tumechemka tena. Tumechemka tena. Chuma hichi kimekuja kufanya kazi. Angalia kwenye screen, muangalie vizuri. Huyu mwanaume tutaona meno yake kwa mara ya kwanza tarehe 16 pale Benjamin Mkapa. Atatabasamu akitupa kombe la kwanza la ngao ya jamii kwa mwaka 2025-26. Tumpigie makofi mengi sana Romain Folz. Kwa sifa ya huyu kocha, ngoja niwaibie kidogo. Hapa alivyotua akaanza kufundisha timu hapa. Akamwambia rais wa timu, naomba timu zote sumbufu zilizotusumbua msimu uliopita zilete mezani. President akapeleka Tabora. Hawa waitusumbua hawa. Mwanaume akamtuma meneja Walter, omba mechi ya kirafiki Tabora waje hapa. Tabora wakaja wakachukua chuma 4. Akasema nendeni kwenu. Akamwambia president, kuna mwingine? Akamwambia kuna timu inaitwa JKT hapa, ilitunyima pointi mwaka jana. Wapi? Kwenye uwanja wao. Chuma juzi akachukua timu tukaenda Mbweni pale pale kwao. JKT wakachukua chuma 2. Makofi mengi kwa Romain Folz. Naam, miongoni mwa ajenda ambazo zilizungumzwa katika mkutano huo ni pamoja na ile ya ujenzi wa uwanja katika makao makuu Jangwani. Najua nina deni moja kutoka kwenu Young Africans, si ndio? Deni hilo ni ujenzi wa uwanja wa klabu yetu, si ndio? Niwape historia fupi tu. Klabu yetu ya Young Africans inamiliki ardhi kwenye eneo la Jangwani. Eneo hilo lilikuwa lina ukubwa wa hekta 3.5, ujazo wa square mita 1035. Eneo lile lilihitajika kwenye mradi wa Jangwani ambao unafahamika, mradi wa bonde la mto Msimbazi, na serikali kupitia wizara ya TAMISEMI ilikaa na sisi ikataka kujua wakichukua eneo hilo watulipe fidia au alternative walichukua ile eneo, na tukiridhisha kwamba tuna uwezo wa kujenga uwanja, eneo letu litarudishwa. Uongozi wenu ambao uko mbele yenu uliamua kutokupokea fidia na kuamua kulitoa eneo hilo liingie kuwa sehemu ya mradi na baadaye lirudishwe kwa ajili ya kujenga uwanja. Maamuzi hayo yalikuwa yana sababu kubwa ya kuhakikisha klabu yetu inafikia azma ya kujenga uwanja katika eneo letu.
Na baada ya kufanya hivyo, tukaiomba serikali kupata hilo eneo na ziada kidogo ili kuweza kupata nafasi ya kujenga uwanja mzuri. Mheshimiwa Rais alikubali ombi letu na akaelekeza Wizara ya TAMISEMI kulishughulikia, na kwa bahati nzuri mradi ule uko chini ya World Bank, ulikuwa una mlolongo mrefu. Kama mnakumbuka, mwaka jana waziri mwenye dhamana ya TAMISEMI alikuja mbele yetu akathibitisha kwamba maelekezo hayo yamepewa na Mheshimiwa Rais na eneo lile tutapewa. Process zilichukua muda mrefu kwa kuwa mikono iko mingi na mradi ni mkubwa, lakini nikiri ya kwamba TAMISEMI wameshamaliza hatua zao zote za kutupa eneo hilo. Naye waziri wa ardhi Deogratius Nejembi aliwaahidi Young Africans kuwapatia hati miliki ya kiwanja kilichoongezwa pale Jangwani ndani ya wiki 2. Wananchi, kwanza niseme nilipata heshima ya kukaribishwa kama mwananchi mwenzenu katika mkutano huo, lakini kwa bahati mbaya, kwa sababu ya majukumu haya tunayoendelea nayo, nimeshindwa kufika. Lakini nataka niwatoe mashaka ya kwamba katika kufuatilia rasilimali za Dar es Salaam Young Africans, Engineer Herpes amekuwa mstari wa mbele na tayari tulishaanza ufuatiliaji wa mali za Dar es Salaam Young Africans, na kuna hati ambayo ndio tunashughulikia ili iweze kutoka, na tayari kamishna wetu msaidizi wa mkoa wa Dar es Salaam analifuatilia kwa karibu, na bahati nzuri na yeye ni mwananchi mwenzetu. Niwaahidi ndani ya wiki 2 hizi tutakuwa tumeshakamilisha yote. Mheshimiwa, kwa niaba ya uongozi wa Young Africans, wanachama na mashabiki wake, tunakushukuru sana kwa kutenga muda wako kwanza kujiunga nasi kwenye simu, lakini la pili, hili ambalo umekuwa ukilifanya kwa muda mrefu kuhakikisha klabu ya Young Africans inapata hati yake kwa kufuata taratibu na sheria za taifa letu kabisa. Na tuko katika nafasi nzuri, na hii ahadi ya wiki 2 uliyoitoa ni jambo linalotutia moyo. Na sisi sio tu Young Africans, taifa kwa ujumla litanufaika na uwanja utakaojengwa na klabu ya Young Africans. Katika mpango wa kuboresha eneo la Mto Msimbazi, uwanja wa Young Africans utakuwa ni sehemu ya kuboresha eneo hilo. Niseme mbele ya umati huo wa wanachama wa Yanga ya kwamba tayari jambo hilo lilifuatiliwa kupitia TAMISEMI, limekamilika, na sasa ni sisi kukamilisha hatua za mwisho. Tunakushukuru sana Mheshimiwa, na Mungu akubariki sana. Kwa upande mwingine, rais wa klabu hiyo Engineer Hersi Said ameelezea jinsi walivyopambana kumbakisha Clement Mzize katika viunga vya Jangwani, huku akitoa ahadi ya kufanya vizuri msimu unaokuja. Tumefanya kila jitihada kuhakikisha ya kwamba timu yetu inakuwa imara kwa ajili ya msimu unaokuja, kuwabakiza wachezaji ambao wanapaswa kubaki kwenye timu yetu kutupa matokeo. Kuna mchezaji mmoja, wakati video inaendelea hapa, amefunga goli la mwisho la kufunga pazia la msimu. Mnamfahamu? Yule mchezaji ni muhimu sana kwetu, na tumepata ofa nyingi sana za Clement Mzize. Lakini nataka niwahakikishie Young Africans sio academy. Hatujaje hapa kukuza vipaji halafu tukaviuza wakati sisi tunavihitaji. Na uongozi wetu hatuwezi kuacha alama kama tutakuwa wafanya biashara. Target ya Young Africans ni kuwa successful on and off the pitch. Tuwe vizuri ndani ya uwanja na nje ya uwanja. Itakapofika wakati tunamtoa mchezaji kwa kumuuza, basi kuna considerations nyingi zimefanyika. Niwape tu mfano mdogo. Clement Mzize sisi tunamhitaji kwenye msimu huu. Hatuwezi kumuuza kwa kiasi chochote. Nataka niwaambie, kiasi chochote hatuwezi kumuuza. Atabaki kwenye msimu huu na ataitumikia Young Africans kwenye msimu huu. Kwa nini tunafanya hivyo?
Tunafanya hivyo kwa sababu sisi Young Africans tunataka mafanikio. Hatuwezi kuruhusu silaha yetu zikatoka kirahisi rahisi kwenda kwa wapinzani. Lakini hatujawa wachoyo wa fadhila. Clement Mzize pamoja na ofa zote zilizokuja alinipigia simu na akaniuliza, President, unataka nini? Unataka niende, unataka nibaki? Mimi nasikiliza kutoka kwako kama kiongozi wangu. Nipe position ya club. Mnataka niende, mnataka nibaki? Nikamwambia, mwanangu, cheza hizi mechi za CHAN, kiwashe, alafu tutakaa juu ya meza. Akafanya vizuri Clement Mzize, akaihudumia nchi akiwa na maumivu, na baada ya hapo bei zikawa zinapanda tu. Kuna watu walisema mchezaji hapaswi kuuzwa kiasi hiki, lakini siku ya pili inakuja ofa nyingine, ofa nyingine, ofa nyingine. Na niwaambie leo katika mkutano huu, ofa ya mwisho ambayo imekuja ya Clement Mzize ni dola milioni 2, $2 million. Na sisi kama uongozi tukasema, Clement, utabaki, lakini sio kwa kufanyia ukaidi au kukufanyia roho mbaya. Tumekaa naye Clement Mzize, na Clement tumemwongezea maslahi yake, and Clement is the highest paid player in our team. Katika mkutano huo uliohudhuriwa na wanachama takriban 627, mwenyekiti wa kamati ya mabadiliko ya mfumo wa uendeshaji Alex Mgongolwa alisema kwa sasa thamani ya Young Africans imefikia kiasi cha bilioni 100. Napenda kutangaza kwa niaba ya kamati ya mabadiliko kwamba imefikia thamani ya klabu ya Yanga kuwa ni shilingi bilioni 100. Kama alivyosema mwenyekiti, hatua itakayofuata baada ya hapa ni hatua za kisheria ambazo zitatuongoza kuelekea katika soko la hisa. Kwa hiyo hatua mwafaka zitakavyokuwa zinatangazwa kulingana na michakato mbalimbali na taratibu za kisheria, basi ndugu wajumbe mtajulishwa. Mwenyekiti, naomba kuwasilisha. Naye makamu wa rais wa klabu hiyo ya Young Africans Arafati Haji aliwasilisha taarifa ya mapato na matumizi ya timu hiyo kwa msimu uliomalizika wa mwaka 2024-25. Kwa mwaka wa 2024-25 klabu yetu iliweza kuwa na makusanyo ya shilingi bilioni 25 milioni 697 119 na 110. Mgawanyiko wa makusanyo hayo ni kama ifuatavyo. Udhamini na haki za matangazo ilikuwa ni shilingi bilioni 10 milioni 391 laki 335 na 340. Mapato ya milangoni ilikuwa ni shilingi bilioni 1 milioni 647 548 655. Wanachama tujipigie makofi kwenye eneo hili. Kwa msimu uliokwisha tumeweza kuichangia klabu yetu bilioni 1.6 kama mapato ya milangoni. Hongereni sana. Eneo jingine linalochangia mapato ya klabu yetu ni ada za wanachama ambazo rais wetu amekwisha tangulia kuzieleza. Ilikuwa ni shilingi bilioni 1 milioni 119 laki 3,915. Hongereni kwa mara nyingine wanachama wetu. Kwa msimu huu uliomaliza tuliweza kupata zawadi zinazotokana na ushindi wa mataji mbalimbali, nazo zilikuwa bilioni 3 milioni 89 laki 967 na shilingi 600. Kwa kuwa bajeti yetu ilikuwa na nakisi ikilinganishwa na matumizi yaliyohitajika kuweza kupata mafanikio ya msimu uliokwisha, klabu iliweza kupata mapato mengine ambayo ilikuwa ni michango, misaada, lakini pamoja na mikopo kutoka kwa wahisani na wafadhili mbalimbali yenye thamani ya shilingi bilioni 9
milioni 448,957 na shilingi 700. Kwa jumla ya mapato kwa klabu kama nilivyotangulia kuisema ni shilingi bilioni 25,697,119 na shilingi 110. Matumizi. Kwa msimu wa 24-25 klabu yetu ilikuwa na jumla ya matumizi bilioni 25,389,969 na shilingi 912. Matumizi haya ni mjumuisho kama ifuatavyo: mishahara na marupurupu mengine ilikuwa ni shilingi bilioni 8,044,583 na 496. Gharama za usajili bilioni 5,138,874,722. Gharama za maandalizi ya mechi, usafiri, chakula na malazi ilikuwa ni shilingi bilioni 5,118,762,488. Motisha kwa wachezaji na benchi la ufundi ilikuwa ni bilioni 2,780,606,000 na shilingi 500. Michango ya kisheria ambayo inajumuisha kodi, NSSF, WCF, PI kwa maana ya TRA, SDL ni shilingi bilioni 1,147,078,606. Gharama za uendeshaji za kiutawala bilioni 1,600,799 na shilingi 29. Gharama za kambi milioni 567,416 na 450. Gharama za masoko zikijumuisha kutafuta wanachama wa klabu ya Young Africans ni shilingi milioni 295,160,430. Gharama zinazoendesha mikopo tuliyopata kutoka kwa baadhi ya benki ni shilingi milioni 696,688 na 194. Hii inatengeneza jumla ya matumizi bilioni 25,386,966 na shilingi 912. Kwa mahesabu hayo ambayo ni ya mapato na matumizi, klabu yetu imeweza kuwa na bakaa ya kifedha na sio faida, bakaa ya kifedha kwa msimu uliomalizika ya shilingi milioni 307,149,198. Kwa upande wao, mashabiki wa Young Africans walitoa maoni yao juu ya mkutano mkuu huo, huku kila mmoja akiwa ameridhishwa na ajenda zilizozungumzwa hapo. Kwa sisi wanachama wa Yanga tumefurahiwa na maongezi kwanza aliyoongea rais wetu Engineer Hersi, kuitaja thamani ya Yanga ambao imepanda kijuu. Kwanza thamani ya Yanga ni kubwa, ni bilioni 100. Kwa hiyo hata sisi wanachama wa Yanga tumefurahi kwa swala hilo litamka rais wetu Engineer, na hasa kutuambia kwanza swala la uwanja yupo tayari kuandaa swala la uwanja katika eneo letu la Jangwani. Kwa swala hilo mimi kama mwanachama wa Yanga nimefurahiwa nalo. Kwa wachezaji walioleta kwanza wenye kiwango. Wachezaji tu walioleta kwanza ni ya kiwango. Namba 6 Lemeta ni mzuri, mbadala wa Aucho. Tushamuona katika mashindano mengi alicheza. Alifutia na Simba kwenye shirikisho tumemwona. Huyo Musa Balokante tumemwona. Boyeli tunamjua vizuri, kashacheza sana katika maeneo ya South Africa, ligi ya South Africa tunamwelewa vizuri. Hakuwa kama ulivyomwona, kafanya vizuri katika mashindano ya juzi hapa kwenye African, timu yake ya Ivory Coast kasawazisha goli dakika za mwisho. Na maana wachezaji wazuri walioleta Engineer Hersi, tumefurahiwa nao kwa wachezaji wao kisasa. Mkutano ndio sehemu pekee ambapo tunakutana wanachama kwa ajili ya kupanga mambo yetu kwa ajili ya msimu unaokuja. Ndio sehemu pekee.
Lakini jambo la pili, katika mkutano palizungumzwa mambo ya kiufundi ambayo yataendelea katika msimu unaokuja, ambao tulizungumza kuna wachezaji key player ambao walibaki ndani ya msimu. Walizungumza Clement Mzinze na wachezaji kadhaa ambao walikuwa na mikataba wamebaki. Yote tulipata ndani ya mkutano mkuu. Lakini jambo kubwa katika mkutano kuu tulizungumza kuhusu mambo ya kiuchumi. Yaani klabu ilizungumza mambo ya kiuchumi. Jambo la kiuchumi tulizungumza katika nyanja mbili. Ya kwanza kwa watu ambao ni wadhamini ndani ya klabu, lakini jambo la pili tukazungumza jambo la kiuchumi ambao ni wanachama. Kwa kuangalia kwa takwimu wa mwaka 2024 na 25 wanachama almost 91,000 ambao ndio walikuwa wanachama kwenye klabu ya Yanga. Na vile vile rais na mwenyekiti wa klabu na mwenyekiti wa vilabu vyote barani Afrika alitusii wanachama, wapenzi pamoja na mashabiki tuendelee kulipa ada zetu za ubingwa ili kuendelea kutunisha misuli ndani ya klabu yetu. Kwa hiyo ilikuwa ni jambo la kiuchumi ambao amezungumza. Tulizungumza mambo ya kiufundi, tulizungumza mambo ya kijamii, tukazungumza mambo ya kiuchumi. Nalo tawi jipya la Young Africans Seven Launch Supporters kupitia kwa mwenyekiti wake Elia Msemwa wametoa shukrani kwa uongozi wa Young Africans kwa kuwapa tuzo katika mkutano huo mkuu, japo tawi lao lilikuwa na muda mchache tangu lilipoanzishwa. Kwanza nianze kushukuru uongozi wa Young Africans kwa kututambua Seven Launch Young Supporters kama mchango wetu, kama nguvu yetu, kama juhudi zote ambazo tunazifanya kuisupport Yanga. Tuzo yao tunaiheshimu sana na niseme shukrani sana. Bado niendelee kutoa wito kwa wananchi wote. Ukijiita mwananchi na usiwe na hata kadi ya wanachama wa Yanga bado haujakamilika. Haujakamilika kwa sababu furaha unayoipata, raha unayoipata kutoka kwenye timu ya Yanga wewe haurudishi kwa namna yoyote. Sasa hivi vitu, hii Yanga ni taasisi. Kila kitu kinafanyika kwa mipango. Mipango mojawapo ni kuwa na nguvu kubwa ambapo klabu inaweza kujiendesha. Kwa hiyo wote tukiwa wanachama hai tunalipa ada zetu vizuri, basi tunaweza kuifikisha klabu yetu tunapotaka ifike. Kwa hiyo kwa kusema hivyo, matawi yapo mengi, lakini pia sisi tuna tawi ambalo kwanza ni changa, linaendelea kukua na linahitaji wanachama kwa nguvu yote. Nitoe wito kwa wanayanga popote walipo Tanzania, karibuni mjiunge na Seven Launch Young Supporters. Hili ni tawi letu ambalo kwa namna moja au nyingine hadi sasa klabu imesha recognize kwa kutupa tuzo. Kwa hiyo karibu na wewe, msimu tunaoanza tuanze pamoja, tushiriki pamoja matukio yote. Sisi ni washiriki wazuri sana matukio ya Yanga. Kwa hiyo karibuni kwenye tawi letu, tujiunge, tusupport timu yetu. Mwaka unaokuja tushangilie ushindi. Kitu cha kwanza ambacho tumejihakikishia, mechi zote za msimu huu za Yanga, za ndani pamoja na za nje, ni lazima tushiriki. Inawezekana tusiwe wote, lakini kwa asilimia kubwa tutaenda na timu yetu inapoenda. Naam, hii ndio Young Africans, timu ya wananchi. Mwekezaji ni mwananchi mwenyewe. I love you Yanga. Mwah.